السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hutuba hii alifa mtukufu ni ya tarehe 11 ya mwezi wa 4 2014. Alifa mtukufu ayyadahullah taala anasema kwamba leo mimi nitazungumza nishani moja ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam iliyotokea tarehe ya leo ya 11 wa April 1900. Nishani hii ni kuhusu hutuba iliyotolewa katika lugha ya Kiarabu, na kwa msaada wa Mwenyezi Mungu hutuba ile ilitolewa. Hata hutuba ile ilikuwa ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ndiyo maana hutuba hii imepewa jina la khutba ilhamia. Na watu takriban 200 walisikiliza hutuba hii wakati huo. Nilikumbushwa kwamba leo kwa sababu ni tarehe 11 na ni siku ya Ijumaa, kwa hiyo nieleze nishani hii ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam, kwa sababu wapo wanajumuia wengine ambao labda wanajua jina la kitabu kiitwacho khutba ilhamia, lakini labda hawajui historia yake na mada ya hutuba ile ni nini. Na mimi nilishangaa wakati nilipojua kwamba wapo wengine wanajumuia ambao hawajui hutuba ilhamia ni kitu gani. Alifa mtukufu anasema kila mwanajumuia anatakiwa akumbuke kwamba Mwenyezi Mungu alizozionyesha nishani za kuthibitisha ukweli wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. Nishani hizi ni za kuimarisha imani zetu, na vile vile tumepewa hoja thabiti kwa ajili ya kuwakomesha maadui, na vile vile nishani hizi zinatupatia dalili ya kuthibitisha ukweli wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. Na hasusa nishani kama hii, nishani ya hutuba ilhamia, na nishani hii ni miongoni wa nishani kubwa sana. Nishani hii iliwakomesha maulamaa wakubwa kama nilivyosema kwamba leo nitaeleza muhtasari wa nishani hii na historia yake, na vile vile watu waliathirika kiasi gani, waliokuwa wanajumuia na vile vile wasiokuwa wanajumuia wao wanasema nini kuhusu hutuba hii. Kwa hiyo nitasoma baadhi ya maandiko ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam katika kitabu hiki kiitwacho Khutba Ilhamia.
na kwa hakika ikiwa mtu anataka kujua madhumuni yake vizuri analazimika asome, ndio maana atajua vizuri madhumuni yake ikoje. मैं पेश करूंगा Na maandiko niliyochagua kwa ajili ya kusoma leo, पढ़ने के लिए, katika maandiko haya pia yana inathibitika kwamba daraja मुकामों ya sinam alah salatu wassalam ilikuwa nini. तस्करे में ये Hutuba hii haikuingizwa katika tazkira kwa sababu hutuba hii imechapishwa katika sura ya kitabu. लेकिन Huzur anasema kwamba sipendi kitu hiki, yani haitakiwi iwe hivi. Siku zijazo tazkira ikichapishwa, viongozi wa jumuiya waniulize na जो भी एडिशन आया इंशाअल्लाह nitawaelekeza wafanye nini kwa ajili ya kuingiza hutuba hii katika tazkira. Hazur anasema kwamba historia ya hutuba hii ni बहलहानिया hivi ambayo iliyoandikwa katika gazeti la Al-Badr au iliyoelezwa katika riwaya za jumuiya कीमती रिवायात kwamba siku moja kabla ya idi kubwa asubuhi Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam alimwandikia barua Hazrat Maulana Nuruddin Saheb नजरिया खत kwamba हज़रत मौलाना leo na sehemu kadhaa ya usiku आज का दिन और रात nitafanya maombi maalum kwa ajili yangu na kwa ajili ya marafiki zangu. में गुजारना चाहता Kwa hiyo wale marafiki ambao wako hapa waniandikie majina yao pamoja na makazi yao ili niwakumbuke katika maombi yangu. मुझे याद रहे Kwa kutii amri hii ya Sayyidina alayhi salatu wassalam, orodha ya majina ilitumwa kwa Sayyidina alayhi salatu wassalam. Baadaye watu wengine pia walikuja na wao pia wakaanza kumwandikia barua Sayyidina alayhi salatu wassalam. Sayyidina alayhi salatu wassalam mara ya tena akatuma habari nje kwamba mtu yeyote asinitumie tena barua, kwa sababu kwa hivi wakati unapotezwa. Hazur alikuja kwa ajili ya swala ya maghrib na isha iliyokusanywa. Baada ya swala akasema Sayyidina alayhi salatu wassalam, kwa sababu mimi nimemwahidi Mwenyezi Mungu kwamba siku ya leo na sehemu kadhaa ya usiku nifanye maombi, ndio maana mimi naondoka naenda ili nisivunje ahadi yangu. Kwa kusema hii Sayyidina alayhi salatu wassalam akaenda nyumbani kwake na akaanza kufanya maombi. Kesho yake asubuhi Mauli Abdul Karim Saheb akamwomba Sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba atoe hutuba. Sayyidina alayhi salatu wassalam akasema kwamba Mwenyezi Mungu ameniamuru kwamba nitoe hutuba leo, na kisha akasema katika ufunuo Mwenyezi Mungu aliniambia kwamba katika lugha ya Kiarabu utoe hutuba leo. और मजमा समझता था Kwanza nilikuwa nafikiria kwamba hii ni kuhusu hafla ingine, lakini naona kwamba hii ufunuo huu ulikuwa kwa ajili ya hafla ya leo ya Idi. Hazur anasema vile vile katika ये भी रिपोर्ट्स में है taarifa za jumuiya imeandikwa hii pia kwamba wakati Sayyidina alayhi salatu wassalam alipoanza kutoa hutuba aliamuru Maulwi Abdul Karim Saheb na Maulwi Nuruddin Saheb kwamba wao wakae karibu na waanze kuandika barua. Wakati wote wawili walipokuwa tayari kuandika barua, Sayyidina alayhi salatu wassalam kwa kusema ya ibadallah, enyi watumishi wa Mwenyezi Mungu, akaanza hutuba yake. Katika hutuba yake Sayyidina alayhi sallam akasema kwamba muandikie sasa hivi ninayosema, pengine baadaye फिर ये लफ्ज जाते हैं baadaye sitaweza kukumbuka. Ikiwa hameelewi neno lolote, basi muniulize sasa hivi. Baada ya kumaliza hutuba Sayyidina alayhi salam alipokaa, watu wengi wakaomba kwamba tafsiri yake itolewe. Kwa hiyo Maulwi Abdul Karim Sahab akasimama kwa ajili ya kutoa tafsiri yake, lakini kabla hajaanza kutoa tafsiri yake Sayyidina alayhi salatu wasalam akasema kwamba jana कि इस खुतबे siku ya Arafa na usiku wa ईद की रात idi kubwa, ईद की रात Mwenyezi Mungu alisema kwamba hutuba hii itakuwa के निशान nishani. Ikiwa nikitoa hutuba hii katika lugha ya Kiarabu, basi mambo yote yaliyofanywa usiku ule yatakubaliwa. Kwa hiyo sawa na ahadi ya Mwenyezi Mungu, maombi yao yote yaliyofanywa yamekubaliwa na Mwenyezi Mungu. Baadaye Maulwi Abdul Karim Sahab alianza kutoa tafsiri yake. Baada Maulwi Abdul Karim Sahab alikuwa anatoa tafsiri ya hutuba Sayyidina alayhi salatu wassalam, सुना रहे थे
akaanza kufanya sida ya shukrani na watu wote waliokuwepo pale wakafanya sida ya shukrani. baada ya kuinua kichwa katika sajida, Sayyidina alayhi salatu wasallam akasema kwamba sasa hivi mimi nimeona maandiko katika rangi ya nyekundu kwamba mubarak, yani nishani hii ni nishani ya kukubaliwa maombi yako. Sayyidina alayhi salatu wasallam katika kitabu chake kiitwacho Nuzulul Masih anasema kwamba asubuhi ya siku ya Idi kubwa nilifunuliwa kwamba nizungumze katika lugha ya Kiarabu, na watu wengi walifahamishwa kuhusu hii, na kabla ya siku ile sikuwahi kuzungumza katika lugha ya Kiarabu. Lakini siku ile niliposimama kwa ajili ya kutoa hutuba katika lugha ya Kiarabu, basi Mwenyezi Mungu akanifunulia hutuba yenye fusaha sana katika lugha ya Kiarabu, na hutuba ile ilitolewa mara moja, na Mwenyezi Mungu aliita hutuba ile ni nishani kutoka kwake, kwa sababu hutuba ile ilitolewa kwa msaada maalum wa Mwenyezi Mungu. Sidhani kwamba mtu yeyote mtaalamu awe morabu au mwingine anaweza kuzungumza hivi bila kuandika hutuba, na watu takriban 150 ni mashahidi ya hutuba ile. Kisha katika Hakikatul Wahi Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema kuhusu nishani hii kwamba tarehe 11 ya April 1900 siku ya Idi kubwa asubuhi lilifunuliwa kwamba leo utoe hutuba katika lugha ya Kiarabu, umepewa uwezo. Na vile vile lilifunuliwa hii pia kalamun ufsihat min ladun rabbin karim, yani ufasaha umewekwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu katika hutuba hii. Na wakati ule ule Maulwi Abdul Karim Saheb na ndugu Maulwi Nuruddin Saheb na Sheikh Rahmatullah Saheb na Mufti Muhammad Sadiq Saheb na Maulwi Muhammad Ali Saheb M.A. na Master Abdurrahman Saheb na Master Sher Ali Saheb B.A. na Hafiz Abdul Ali Saheb na marafiki wengine pia walifahamishwa kuhusu hutuba hii. Kwa hiyo baada ya swala ya Eid nilisimama kwa ajili ya kutoa hutuba ya Eid katika lugha ya Kiarabu, na Mwenyezi Mungu anajua kwamba mimi nilipewa uwezo kutoka kwake, na nilikuwa natoa hutuba katika lugha ya Kiarabu na ile ilikuwa nje ya uwezo wangu. Sidhani kwamba kuna mtu yeyote ambaye anaweza kutoa hutuba ya aina hii yenye ufasaha sana bila kuandika kabla ya kutoa, na yeye hawezi kutoa bila kupata ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na hutuba hii ilipotolewa wakati ule wasikilizaji walikuwa takriban 200, na wakati ule chemchem ya ghaibu ilikuwa inatiririka. Sijui wakati ule nilikuwa mimi nazungumza au malaika alikuwa anaongea kwa ulimi wangu, kwa sababu nilikuwa sina uwezo wa kutoa hutuba ile. Maneno yalikuwa yanatoka katika ulimi wangu na kila neno lilikuwa nishani kwa ajili yangu. Kwa hiyo maneno yote yameandikwa katika kitabu kiitwacho Khutba Ilhamia. Kwa kusoma kitabu hiki itajulikana kwamba je, ipo katika uwezo wa wanadamu kwamba bila kuandaa mtu anaweza kutoa hutuba ya aina hii katika lugha ya Kiarabu. Hii ni muujiza ya elimu ambayo alionyesha Mwenyezi Mungu, na hakuna anayeweza kuleta mfano wake. Na Hazur anasema kwamba challenge hii inapatikana mpaka leo. Hazur anasema kuhusu hutuba hii katika historia ya Ahmadiyya imeandikwa mambo mengine pia, kwamba hutuba hii ilikuwa muhimu sana. Ndio maana sawa na umuhimu wake Sayyidina alayhi salam aliwaambia wafuasi wake kwamba wao wahifadhi kwa moyo. Kwa hiyo kwa kufuata amri hii Sufi Ghulam Muhammad Saheb na Yazmir Muhammad Ismail Saheb na Mufti Muhammad Sadiq Saheb na Maulwi Muhammad Ali Saheb na masahaba wengine pia walihifadhi hutuba ile kwa moyo. Hata masahaba wawili katika paa la msikiti wa Mubarak
baada ya swala ya magharib walisoma hutuba ile waliohifadhi kwa moyo. Hazrat Maulvi Abdul Karim Saheb ambaye alikuwa mtu wa kupenda elimu, yeye alikuwa ashiki wa hutuba hii kiasi hiki kwamba alikuwa akiwasomea watu mara kwa mara, उससे सुनाते रहते na kwa kusoma, kwa kusikiliza hutuba hii watu walikuwa wakipata imani sana. Maulvi Abdul Karim Saheb alikuwa mtu wa kupenda elimu, kwa hivyo inaweza kusema kwamba kwa sababu ya hutuba hii alikuwa akipata imani sana. Lakini kitu cha kushangaa ni kwamba watoto waliosikiliza hutuba ile wao pia walivutika sana na waliathirika sana. Halifa mtukufu wa pili anasema kwamba siku ambayo hutuba hii iliyotolewa, जिसमें ये तकरीर की गई siku ile watoto wadogo wadogo ambao umri wao ilikuwa chini ya miaka 12 wao pia walikuwa wanasoma maneno ya hutuba ile katika barabara za Kadhian. Jambo hili si jambo la kawaida. Hutuba hii tarehe mosi ya Agosti 1901 ilichapishwa. Sayyidina alayhi salatu wassalam kwa moyo sana alitoa tafsiri yake katika lugha ya Kiarabu, Kiurdu na Kipersian, na आप भी खुद लगाए aliweka arabu zake pia mwenyewe. Hutuba hii inakwisha katika ukurasa wa 38 na ukurasa zingine ziliingizwa baadaye, na kitabu hiki chote kilipewa jina la khutba ilhamia. Yani sehemu ya kwanza ya kitabu hiki ni sehemu ya khutba ilhamia. Kitabu hiki kilipochapishwa, ये किताब शायद Waarabu wataalamu walishangaa sana kwa kuona lugha ya hutuba hii. पढ़कर तंग रह Kwa hakika hutuba hii ni nishani ya elimu ya Masihi aliyeahidiwa ambaye mfano wake haupatikani baada ya Qur'ani tukufu. Kuhusu hutuba hii, ndoto mbili zimeandikwa katika tazkira. Kwa kuandika tarehe 19 ya Aprili 1900, ndoto ya Maulvi Abdullah Sahab Sanori imeandikwa hivi kwamba Maulvi Abdullah Sanori Sahab anasema kwamba Munshi Ghulam Qadir marhum wa Sanor amekuja hapa, सुनौर वाले यहाँ na aliulizwa kwamba unasemaje huko, hali ikoje huko mbinguni. Yeye anasema kwamba kule kuna kelele sana, yani wao inazungumzwa sana hutuba hii, yani anaeleza ndoto yake. Ndoto hii inafanana na Sayyid Amir Ali. Yeye aliona kwamba hutuba ile iliyoposoma siku ya Idi, wakati ule Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Hazrat Isa alayhi salatu wasalam na Hazrat Musa alayhi salatu wasalam na Hazrat Khidat alayhi salam wapo kwenye mkutano ule na wanasikiliza hutuba hii inayotolewa katika mkutano ule. Ndoto hii alipata kwa kupitia ruya katika mkutano ule alipokuwa anasikiliza hutuba. Huzur anasema kwamba kuna maoni ya masahaba wengine pia. Hazrat Hafiz Abdul Ali anasema kwamba nilikuwepo wakati hutuba hii ilipotolewa. Sauti ya Sayyidina alayhi salam ilikuwa imebadilika, na mtu mmoja wa Sialkot alikuwa akipata ufunuo, alikuwa mwanajumuiya, alikuwa amekaa pamoja nami. Alikuwa anasema kwamba hata malaika pia wapo hapa katika mkutano huu kwa ajili ya kusikiliza hutuba hii. Hazrat Mirza Fazal Beg Saheb anasema kwamba फजल बेग साहब khutba ilhamia ya siku ya Idi kubwa की ईद उल अजहा का ilitolewa katika Masjid Aqsa. मस्जिद अक्सा में जो पुरानी मस्जिद Sayyidina alayhi salatu wasalam alikuwa amesimama अंदरून दरवाजे के सामने katika mlango wa nje na alitoa hutuba hii katika lugha ya Kiarabu. बजुबान अरबी में पढ़ा। हजरत यानी जो बरामदगी Sayyidina alayhi salam alikuwa akirudia kila neno mara tatu, को 3 बार na halifa wa kwanza na Maulvi Abdul Karim Saheb, hao wote wawili walikuwa wanaandika hutuba na walikuwa wanamuuliza Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba neno ni kwa sini au ni kwa the au ni kwa ain au kwa alif. Yani walikuwa wanamuuliza Sayyidina alayhi salam kuhusu maneno kadhaa. Walikuwa wakiuliza maneno kwa ajili ya kurekebisha maneno. Sayyidina alayhi salam alikuwa akirekebisha maneno yale. Hutuba ilipokwisha, Sayyidina alayhi salatu wasallam alimwambia Maulvi Abdul Karim Saheb kwamba afanye tafsiri ya hutuba ile, na Maulvi Saheb alisoma tafsiri ya hutuba. Baadaye hutuba ya sijda ya shukrani ilitolewa. Hazrat Maulana Sher Ali Saheb radhiyallahu ta'ala anasema kwamba
हज़रत मौलाना hutuba hii ya idi alitoa sayyidina alayhi salatu wassalam. हज़रत साहब ने पढ़ा siku ya idi alimtumia barua Maulvi Hakim Nuruddin Sahib kwamba watu wote ambao wako hapa muniandike majina yao ili nifanye maombi kwa ajili yao. तामे उनके लिए kwa hiyo Maulvi Sahib aliwakusanya watu wote katika shule ya Talimul Islam तालीम इस्लाम स्कूल में जमा किया na orodha ya majina ya watu ilitayarishwa na ilitumwa kwa Sayyidina alayhi salatu wassalam. Sayyidina alayhi salatu wassalam kwa kufunga milango ya nyumba yake akafanya maombi. Watu waliochelewa wakaanza kuingiza barua zao chini ya kijiti cha mlango. के अंदर पहुंचाते थे siku ile Sayyidina alayhi salatu wassalam alitoka nje kwa ajili ya swala ya idi. के लिए निकले मस्जिद मुबारक की सीढ़ियों से Akasema kwamba usiku nimefunuliwa kwamba ni mimi nizungumze katika lugha ya Kiarabu. kwa hiyo Maulvi Abdul Karim Saheb na Maulvi Hakim Nuruddin Saheb walitumiwa ujumbe kwamba wao waje na kalamu na karatasi, दोनों को पैगाम भेजा kwa sababu nimefunuliwa kwamba nizungumze katika lugha ya Kiarabu. Swala iswaliwa na Maulvi Abdul Karim Saheb na Sayyidina alayhi salam alitoa hutuba akiwa ameketi. Baada ya hutuba ya Urdu, Sayyidina alayhi salam akaanza kutoa hutuba katika lugha ya Kiarabu akiwa ameketi, na wakati ule alikuwa na hali ya aina fulani. Alikuwa amefunga macho, mara sauti ilikuwa ikipanda juu na mara ilikuwa ikishuka chini. Upande wa kushoto Maulvi Sahiban walikuwa wanaandika hutuba. mmoja wao hakusikia vizuri neno moja, akamuuliza Sayyidina alayhi salatu wassalam. ने ना सुना kisha Sayyidina alayhi salam akasema, ikiwa hamwezi kusikia vizuri muulize sasa hivi, huenda baadaye hata mimi pia sitakumbuka neno lile. क्योंकि मुमकिन है Sayyidina alayhi salam akasema, maadamu nilipoendelea kupata ufunuo niliendelea kuzungumza, na iliposimama mimi pia nilisimama. Baadaye Sayyidina alayhi salam alisema hutuba hii iandikwe vizuri, na mwenyewe alifanya tafsiri yake katika Kiurdu na Kipersian, na aliwahimiza wafuasi wake wao pia wahifadhi hutuba kama wanahifadhi Qur'an tukufu. Kwa Mufti Muhammad Saad Saheb na Maulvi Muhammad Ali Saheb walihifadhi kwa moyo na walisoma mbele ya Sayyidina alayhi salatu wasalam. Baada ya hii ndugu yangu Hafidh Abdul Ali alimuuliza Maulvi Saheb kuhusu hutuba ile. Maulvi Saheb alijibu kwamba sisi tunajua kwamba hutuba hii ni nje ya uwezo wa Mirza Saheb. Hadrat Saheb ni mradi wake ilikuwa hii kwamba maneno haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu, si maneno ya Sayyidina alayhi salatu wasalam. Hadrat Mia Amiruddin Saheb anasema kwamba wakati Sayyidina alayhi salam alipotoka nje baada ya kutoa hutuba ya ilhamia, akasema kwamba nilipokuwa nasema neno moja nilikuwa sijui kwamba neno lingine litakuwa nini, lakini nilikuwa naona neno lile limeandikwa mbele yangu na nilikuwa nasoma. Sayyidina alayhi salatu wasalam alikuwa anasoma, anatoa hutuba pole pole. Hadrat Maulvi Abdullah Saheb Matalvi anaandika kwamba Sayyid Abdul Hai Saheb ambaye ni Morabu alikuja kutoka Arabuni na alikaa Kadian kwa ajili ya kufanya utafiti. दिनों तो कादियान में बगैर तहकीक Baadaye alifanya bayati ya Sayyidina alayhi salatu wassalam. और बाद में उन्होंने Yeye alinielezea jinsi gani alijiunga na jumuiya. Alisema kwamba हाल इस तरह बयान किया था kwa kusoma vitabu ya Sayyidina alayhi salatu wassalam nilikuwa na imani moyoni mwangu kwamba bila msaada wa Mwenyezi Mungu vitabu ya aina hii haviwezi kuandikwa, lakini nilikuwa sina yakini kwamba लेकिन ये मुझे kwamba vitabu hivi vimeandikwa na Sayyidina alayhi salatu wassalam mwenyewe. Ingawa Maulvi Hakim Nuruddin na maulama wengine waliendelea kunihakikishia na walikuwa wanatoa ushahidi, lakini दिलाते sikuweza kutoa लेकिन मेरे शुबे को dhana yangu. बयान दूर न Kwa hiyo nikaanza और मैंने मुख्तलिफ तरीके kufanya utafiti kwamba je, maneno haya ni maneno ya Sayyidina alayhi salatu wassalam, na hakuna mtu yeyote aliyemsaidia. और किसी दूसरे की Kwa hiyo mimi nilikuwa nikimwandikia barua katika lugha ya Kiarabu na nilikuwa nikipata majibu yake katika lugha ya Kiarabu kutoka kwa Sayyidina alayhi salatu wassalam. Nilikuwa nikifananisha maandiko ya barua na maandiko ya vitabu, तानीब से करके na nilikuwa nikifikiria kwamba je, maandiko haya yote ni sawa. लेकिन फिर भी Kuhusu hali yangu hii nilikuwa nikijibiwa hivi kwamba जिसका जवाब मुझे maneno ya Sayyidina alayhi salam yanayoandikwa katika barua za kawaida, katika maandiko yale दाना रंग और खास ताईद इलाही msaada ule wa Mwenyezi Mungu haupatikani ambao unapatikana katika vitabu ya lugha ya Kiarabu, kwa sababu vitabu vile viliandikwa kwa msaada maalum wa Mwenyezi Mungu. उनके मत है Ndiyo maana hali yao ni tofauti na inatakiwa iwe hivi. उनका रंग जुदा होता है
pengine hali ya kawaida na hali inayokuwa kwa msaada wa mwenyezi mungu haiwezi kujulikana. Nilikaa siku kadhaa kule Kadhian ili mimi pia niweze kuona kushuhudia msaada maalum wa mwenyezi mungu. Mpaka wakati wa khutba ilhamia ukaja na mimi nilishuhudia mwenyewe kwamba hutuba hii ilifunuliwa na nilisikia kwa masikio yangu kwamba bila msaada wowote Sayyidina alayhi salatu wassalam mbele ya watu wote alikuwa anatoa hutuba yenye fusaha sana. Kwa kusikia hutuba ile nikafanya bayati ya Sayyidina alayhi salatu wassalam. Huzur anasema kwamba bana Abdul Karim Saheb kwa kibarua alienda Misri kabla ya mwaka 1940. Kule alianza kufanya mahubiri na ndugu moja Ali Hassan Saheb akajiunga na jumuiya. Haji Saheb alikuwa akitembea pamoja naye kwa kukutana na Waarabu. Mtu mmoja alikuwa klariki katika ofisi. Waliendelea kujadili naye kwa siku kadhaa na yeye akaafiki nao katika mambo mengi, lakini alikuwa si tayari kuamini kwamba Sayyidina alayhi salatu wassalam ni nabii katika umma wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo huyu bana alimpatia hutuba ilhamia huyu bana, kisha siku kadhaa hakumwendea. Siku moja alipokea barua kutoka kwake na alimwalika Haji Saheb kwa ajili ya chakula. Haji Saheb alipomwendea akasema kwamba uandike barua ya bayati yangu. Haji Saheb akamuuliza kwamba je, umeshaelewa jambo la khatme nabuwat? Akasema kwamba mimi nilimwalika mtaalamu mmoja wa Al-Azhar University kwa ile chakula cha usiku na nilimwambia kwamba watu wa bara la Hindi wamenihubiri na wanasema kwamba Isa alayhi salatu wasallam ameshafariki na Masihi aliahidiwa atakayekuja ni mtu katika umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye atakuja kwa kuwa Masihi aliahidiwa na mdai wake ni Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani. Mimi nakubaliana na dalili zote za hawa jamaa, lakini wao wanasema kwamba Mirza Saheb ni nabii katika umma Mtume sallallahu alaihi wasallam na mimi sipo tayari kwa kubali hii, na wewe ni mtaalamu wa dini, niambie je mimi nipo sawa au la? Yule mtaalamu wa chuo cha Al-Azhar wa Misri akajibu kwamba nimesoma vitabu vya Mirza Saheb na nimekutana na wanajumuiya kadhaa na nimejadili nao. Unabii anaodai Mirza Saheb, kwa madai haya manabii wakija hata maelfu, kwa madai ya aina hii muhuri wa manabii haunjiki. Anasema kwa kusikia hii nikamwambia yule mtaalamu kwamba mimi sasa nitajiunga na jumuiya na siku ya kiyama wewe utaulizwa ikiwa mimi nimekosea. Yule mtaalamu akasema kwamba jibu langu hili ni kwa ajili yako hapa, ukiniuliza mbele ya watu mimi nitasema hata nabii bila sheria hawezi kuja, lakini ikiwa wewe unataka kujiunga na jumuiya bila shaka ujiunge na jumuiya. Ikiwa unaniuliza mimi nina vizuizi mbalimbali. Kwa mfano ni kizuizi ya kwanza ni kwamba nikijiunga na jumuiya nitafukuzwa kazini. Huyu bana wa Misri anasema kwamba nilipomsikia huyu mtaalamu wa Misri nikaamua kwamba nitajiunga na jumuiya na nikaanza kusoma khutba ilhamia na nikamaliza usiku, na kabla ya kulala katika ndoto usiku nikaona kwamba Sayyidina alayhi salatu wassalam anaenda na watu wengi. Nikamuuliza, Huzur, hawa ni kina nani na unawapeleka wapi hawa watu? Sayyidina alayhi salam akasema kwamba hawa ni mawali wa Mwenyezi Mungu ambao waliwahi kutangulia kabla yangu, na mimi nawapeleka hapa mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili waweze kumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimi ni khatamul awliya, baada yangu hakuna wali yeyote isipokuwa yule ambaye atakuwa mfuasi wangu,
na baada ya mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuna nabii yeyote isipokuwa yule atakayekuwa katika umma wangu kama mimi. Anasema nilipoamka ile masala ya khatmi nabuwat ilikuwa nimeshaelewa na nilikuwa na furaha sana. Haji Abdul Karim Sahab anasema kwamba andika barua Qadian pamoja na tukio lake hili. Azura anasema kuna mtu mmoja ambaye alikuwa mtaalamu wa hali ya juu, Sheikh Abdul Qadir al-Maghribi. Hazrat Sayyid Waliullah Shah Saheb alikuwa rafiki wa huyu bana Abdul Qadir Maghribi Saheb kwa sababu ya tabia yake ya kupenda dini na elimu. Alikutana naye mara ya kwanza 1916. Safari fulani Allama al-Maghribi alimwambia Sayyid Waliullah Shah Saheb kwamba jo tupige picha pamoja na tukiri kwamba sisi ni marafiki kwa kula kiapo. Khalifa wa pili radhiyallahu ta'ala anhu alipokwenda Damascus, Maulvi Abdul Qadir alikuja kukutana naye na alimuuliza maswali chungu mzima. Wakati Muslim radhiyallahu ta'ala anhu alipotoa jibu lake akasema kwamba sisi ni Waarabu na sisi ni wenye lugha, tunaelewa vizuri Qur'ani tukufu. Ni nani anayeweza kuelewa Qur'ani tukufu zaidi kuliko sisi Waarabu? Kwa hiyo waliendelea kuzungumza kwa muda mrefu. Baadaye alifa wa pili radhiyallahu ta'ala anhu akasema nyinyi pia mnahitaji kuelewa maana ya lugha kama sisi. Mwenyezi Mungu ametufundisha Qur'ani tukufu sisi na ametuelewesha na lugha yetu, ingawa sisi tunaongea katika lugha ya Kiurdu na hatuzungumzi katika lugha ya Kiarabu, lakini sisi tunaongea lugha ya Kiarabu vizuri zaidi kuliko nyinyi. Hazur alizungumza katika lugha ya Kiarabu vizuri kwamba mtu mmoja alikuwa amekaa karibu na Abdul Qadir Saheb akasema kwamba ni kweli hawa wanaongea katika ufasaha zaidi kuliko sisi. Kwa hiyo bana Abdul Qadir kisha akaanza kuzungumza kwa heshima. Wakati walipokuwa wanazungumza huyu bana akasema kwamba katika vitabu ya Sayyidina alayhi salatu wasalam kuna makosa ya lugha. Halifa wa pili alitoa jibu lake pia kwamba ikiwa wewe una uwezo unaweza kutangaza makosa haya au unaweza kuandika katika kitabu, lakini ukumbuke huwezi kufanya hivi. Ukijaribu kuandika, ukiinua kalamu kuandika makosa haya, Mwenyezi Mungu atanyang'anya uwezo wako wa kuandika makosa yale. Ikiwa unashaka basi ufanye ujaribu. Kisha huyu bana akaanza kuomba kwamba usifanye mahubiri yako hapa katika Misri na Syria kwa sababu ya hii ikhtilafu inaongezeka hapa, na kwa sababu ya ikhtilafu hii Wahabi wameleta fitina sana. Wewe unaweza kufanya mahubiri katika Afrika na Ulaya, utume wabashiri kule, lakini umsifanye mahubiri hapa. Ye alikuwa anasema maneno haya na mara kwa mara alikuwa anabusu mikono ya halifa wa pili, na alikuwa akiomba sana kwa unyenyekevu kwamba tafadhali msifanye mahubiri na msitangaze mafundisho ya Sayyidina alayhi salatu wasallam, wala msitume wabashiri katika nchi hizi. Kisha baadaye akasema kwamba sisi tunajua kwamba Mirza Sahib alikuwa mtu mzuri, alikuwa ghara ya dini tukufu ya Islam, lakini hatuwezi kubali kwamba alikuwa nabii kuwakusanya watu juu ya la ilaha illallah. Mradi halifa wa pili alitoa majibu ya maswali yake vizuri na akasema kwamba ikiwa ingekuwa mpango wetu lazima tungeacha, lakini kwa sababu hii ni amri ya Mwenyezi Mungu na sisi hatusiki na mpango huu, hii ni amri ya Mwenyezi Mungu, lazima tutafikisha amri ya Mwenyezi Mungu. Habari ya huyu bana Abdul Qadir Maghribi Saheb inaendelea kwamba Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu alimtuma Hazrat Maulana Jalaluddin Shams Saheb katika Syria kwa kueleza tukio la wakati ule. Hazrat Zainul Abidin Shah Saheb anasema kwamba siku moja mimi na Maulana Shams Saheb
tulikuwa tunazungumza na watu kadhaa kuhusu ahmadia. Sheikh Abdul Qadir Maghribi akaja pale na akaanza kusikia vizuri mazungumzo yetu. Wakati wa mazungumzo alieleza kwamba amewahi kukutana na halifa wa pili, yani alisema kwa fedheha, alitumia maneno ya fedheha, na alieleza ushauri wake aliyompatia halifa wa pili, na akasema hii kwamba katika ufunuo wa Sinam alayhi salatu wassalam lugha iliyotumika si sahihi. Anasema nikampatia khutba ilhamia, nikamwambia usome na kisha niambie makosa yako wapi. Akaanza kusoma kwa sauti ya juu, na kuhusu maneno mawili matatu akasema kwamba haya si lugha ya Kiarabu. Maulana Shams Saheb akatoa kamusi Tajul Urus na akamwonyesha maneno yale katika kamusi ile. Wasikilizaji wakashangaa, na Shah anasema kwamba kwa kuona kwamba hii ni nafasi nzuri, nikamwambia kwamba unasema wewe ni mtaalamu sana, lakini wewe hujui lugha kiasi hiki. Huyu mwanafunzi wangu anajua. Yani wakati ule Shamsa alikuwa akisoma lugha ya Kiingereza kutoka kwangu, ndio maana nilimuita mwanafunzi. Kwa hiyo mtaalamu yule akaondoka nje na akasema nitakuona kesho. Shasa anasema kwamba watu walikuwa wamekaa pale, wao waliathirika kwa kunisikia mimi. Nikawaambia kwamba sisi tumekaa pamoja na Allama Sahib alikuwa hatakiwi angetoa maneno ya aina hii baada ya kusoma khutba ilhamia. Alilazimika angekubali haki. Kesho yake anasema kwamba asubuhi sana Shams Sahib akaniambia kwamba halifa wa pili alikwambia kwamba usipambane na Abdul Qadir Maghribi na umemkasirisha. Akasema usijali, usiwe wasiwasi, tutakutana naye. Kesho yake asubuhi tulimwendea nyumbani kwake, tuligonga mlango. Maghribi Sahib akatoka nje na akanibusu na akasema mimi na kuomba radhi, nilikuwa tayari kuja kwako, uje hapa tafadhali, uingie ndani na unywe kahawa nikwambie usiku wangu ulikuwaje. Tuliingia ndani, akaashiria kwenye ishara al-Haqaiq al-Ahmadiyya ambayo ilikuwa gazeti la Waliullah Shah Saheb, na akasema kwamba gazeti hili nilikuwa nikisoma na nilinuia kwamba nitaandika jibu la gazeti hili. Nikaweka vitabu vyote vya tafsiri na hadithi juu ya meza, na baada ya kusali swala ya Isha nilianza kuandika jibu la gazeti hili. Nilikuwa nasoma gazeti na nilikuwa nikisoma vitabu, na nilikuwa siridhiki na jibu langu, na nilifanya hivi mara kadhaa, na usiku sikuweza kulala. Na mke wangu akasema kwamba ulale mpaka adhani ya alfajiri ilitolewa, na sikuweza kuandika hata neno moja. Kila mara nilipokuwa nikiandika nilikuwa nikiona kwamba hii si sahihi. Kwa hiyo akamwambia baadaye bwana Shah Sahib kwamba nakuahidi kwamba mimi sitasema hata neno moja kinyume cha Ahmadiyya. Nyinyi mnafuata dini tukufu ya Islam na mfanyie mahubiri bila hofu yoyote, na mimi siwezi kujiunga na jumuiya, lakini nitakusaidia katika mahubiri. Na yeye aliendelea kusifu jumuiya sana. Huzur anasema kwamba sasa hivi mimi nitasoma maandiko kadhaa katika khutba ilhamia. Katika maandiko haya inajulikana daraja ya Sinam alayhi salatu wassalam. Sinam alayhi salatu wassalam anasema katika lugha ya Kiarabu, inni ana almasihul muhammadi wa inni ana ahmadul mahdi wa inna rabbi maya ila yawmi lahdi min yawmi mahdi wa inni otito ziraman akala wa man zalala wa ana kawkabun yamani wa wabilun rohani izai sananun muzarrabun wa duai duaun mujarrabun uri qauman jalala wa qauman akharina jamala wa biyadi harbatun
ubidu bihi adat zulmi wa zunub मुफीदों बिहा आदात wa fil ukhra shurbatun wa uidu biha hayatul qulub. उखरा शुरबतुन उईदो बिहा हयातुल कुलूब Yani enyi watu, mimi ni masihi yule ambaye amekuja katika silsila ya Muhammad. मोहम्मदी सिलसिले Mimi ni mahadi na bila shaka Mungu yupo pamoja nami kutoka utoto wangu mpaka mwisho wangu. Mimi nimepewa moto ambao unakula kila kitu, na mimi nimepewa maji ambayo ni tamu, na mimi ni nyota wa bingu, na mimi जवानी सितारा हूँ ni mvua. बारिश हूँ मेरा रंज दे Mimi nikikasirika, basi kukasirika kwangu ni mkuki, na dua yangu inakubaliwa, na mimi naonyesha jalali yangu na jamali yangu. Mimi nimepewa silaha, kwa kutumia silaha hii mimi naangamiza tabia za dhambi na dhulma, na katika mkono mwingine kuna maji. Kwa maji haya na huisha mioyo iliyokufa. Kisha anasema sayyidina alayhi salatu wasalam, ayuha nasu kum lillahi dhurafatan wa furada furada summa taqullaha wa fakkiru kallazi ma bakhila wa ada alaysa hadha alwaqtu waqta ruhmillahi lilibad ऐसा हाजल वक्तो वक्ता wa waqta dafi sharri wa tadaruki atshil akbad दफी शर alaysa sahal sharri kad balaga intihaaha wa zal aljahl dawala jaaha wa fasada almulku kulluhu wa shakara iblisu juhala मुल्क कुल्लो fashkurullaha allazi tazakkarakum wa tazakkara dinakum wa ma azaha wa asama harsakum तज़क्कर दीनकुम वमा wa zara'akum billu'a wa anzala almatara wa akmala afza'a wa ba'asa masihuhu मतरा वकमला अब्जा wa ba'asa masihahu bidafin zay मसीहो wa mahdiyahu bi afazatil khair रफिन ज़हर لحفاظات الخير وادخلكم في زمان امامكم بعد زمان الغيب. वादखला Yani enyi watu, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu nyinyi nyote au moja moja, kwa kuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu, muufikirie sawa na yule mtu ambaye hana bahili wala hana uadui. Si je, hii si zama ambamo Mwenyezi Mungu arehemu watumishi wake? Je, hii si zama za kuondoa uovu? ये वो जमाना नहीं कि बदी को दफा किया जाए और जिगरों के प्यास कमी Je, mfuriko wa uovu haukufika katika mwisho wake? अपनी इंतहा को नहीं Na ufisadi umeenea nchini, na shetani aliwashukuru wajahili. Mumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye aliwakumbukeni na alikumbuka dini yenu na hakupoteza dini yenu, किया और जाया होने से na alisalimisha mimea yenu, na aliteremsha mvua, बात को आफतों से बचाया और na नाज़िल फरमाया alituma masihi wake na mahdi wake kwa ajili ya heri na manufaa, मैं मेहदी को खैर और नफा पहुंचाने के लिए na aliwaingizeni katika zama ya imamu. गैर के जमाने Kisha anasema sayyidina alayhi salatu wasalam, फिर आप फरमाते हैं wa inni ala maqami alfatmi min alwilaya व इन्नी kama kana sayyidi almustafa ala khatmi an-nabuwa कमा कान wa innahu khatamul anbiya wa ana khatamul awliya la waliya ba'di illa allazi huwa minni wa ala ahdi wa inni ursiltu min rabbi bikulli quwwatin wa barakatin wa izza wa inna qadami hazihi ala manaratin khutima alayha kullu rifa fattaqullaha ayyuhal fityan wa arifuni वत्तकुल्लाह wa atiyuni wa la tamutu min al isyan वातीऊनी faqad qaraba al zaman وقد قرب الزمان وهانا أن تسأل كل نفس وتدان. वहाना Mimi nimekuja kukamilisha silsila ya wilaya kama mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuja kukamilisha silsila ya unabii. Yeye ni khatamul anbiya na mimi ni khatamul awliya. Baada yangu hakuna wali yoyote isipokuwa yule atakayekuwa miongoni mwangu na atakuwa katika ahadi yangu. Mimi nimetumwa kwa heshima na nguvu toka kwa Mwenyezi Mungu, na mguu wangu ni juu ya mnara ambapo urefu umekwisha. ऐसे मीनारे पर Basi mwogope Mwenyezi Mungu एक बुलंदी
na munitambue na ए जवाम msife katika uasi. Zama imekaribia na wakati umekaribia, kila nafsi itaulizwa kuhusu kazi yake. कि हर एक जान अपने काम Basi huzur anasema hii ni nishani kubwa sana, na haya ni maneno ya sinam alah salatu wassalam, निशान है। na ni mwaliko alitoa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, na kwa ufunuo wake alitoa mwaliko huu. अल्लाह ताला के नाम से Nishani hii kama nilivyosema tarehe 11 ya April 1900 ilitokea, na mpaka leo nishani hii inaendelea kuonyesha shani yake. Mpaka leo hakuna mtaalamu yeyote awe morabu au mwingine anaweza kusimama mbele yake, na namna gani anaweza kusimama mbele yake, kwa sababu hii ilikuwa kalam ya Mwenyezi Mungu, maneno ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu aijalie dunia na hususan Waislamu kwamba waweze kuelewa ujumbe huu wa mtume wa Mwenyezi Mungu, और उम्मत मुस्लिमा को आज फिर उम्मत वाहिदा बनाने में na wawe wasaidizi wa mtumishi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu atujalie sisi pia tutimize majukumu yetu vizuri. Huzuru anasema kwamba baada ya swala ya Ijumaa nitaswalisha jeneza mbili. गाँव को दो जनाजों का भी Jeneza ya kwanza ni ya Bi Hanifa Bibi Saheb, mke wa Chaudhry Bashir Ahmad Saheb Bhatti, हनीफा बीबी साहिबा अलीम करम चौधरी बशीर अहमद साहब mkazi wa Bhoruchak, wilaya ya Sheikhpura, tarehe 3 ya April 2014 katika umri wa 84 alifariki. Na lillahi wa inna ilaihi rajiun. Katika mwaka 1953 alijiunga na jumuiya kwa kupitia ndoto yake. पाई थी जल्द सनाना रवा Katika jalsa sanaa alipomwona halifa wa pili, kwa kumwona yeye akasema kwamba yule aliyekuja katika ndoto yangu alikuwa mwanajumuiya pekee katika ndugu zake. Alikuwa akiswali swala na tahajjud, alikuwa akifanya maombi, na alikuwa mwanamke mcha Mungu sana. Alikuwa akiwaheshimu sana viongozi wa jumuiya. Ameacha mume wake, mabinti wawili na watoto wa kiume 5. Mtoto wake mmoja Muhammad Afzal Bhatti Saheb आपके एक बेटे मुकर्रम मोहम्मद अफजल भट्टी साहब ni mbashiri katika nchi ya Tanzania, को इन्होंने जामिया na anaitumikia jumuiya kule, na kwa sababu ya kuitumikia jumuiya kule Tanzania hakuweza kushiriki katika jeneza ya mama yake. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema, na Mwenyezi Mungu amjalie mtoto wake huyu Subra ambaye anaitumikia jumuiya मैदान अमल katika uwanja wa dini. खिदमत बजा ला रहा है। Jeneza ya pili ni ya Sayyid Mahmud Ahmad Shah Sahib wa Karachi ambaye tarehe 29 wa March 2014 katika umri wa 76 kwa mshtuko wa moyo alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa nyumbani kwake, bado kwa tawadha alienda kusali sala ya alasiri nyumbani kwake. Baada ya kusubiri muda mrefu, mke wake alipomuona kwamba musalla ilikuwa pale chumbani na alikuwa ameanguka juu ya musalla, alipelekwa hospitalini, lakini iliambiwa kwamba ameshafariki. Alikuwa बताया इनकी वफात हो चुकी है। mtoto wa Nadhar Hussain Sahib ambaye alikuwa sahabi wa Sayyidina alayhi salatu wassalam, na alikuwa मुकर्रम अब्दुल्ला शाह साहब जो थे उनसे mtu mpole sana, na alikuwa akipenda sana jumuiya na ukhalifa. Alikuwa akishiriki katika kazi za jumuiya, na kwa muda mrefu alitumikia jumuiya katika idara mbalimbali. Alikuwa akisali sala ya tahajjud na sala 5, na alikuwa akifanya wakfu ya ardhi pia, na alikuwa akisubiri jalsa salana, na kila mwaka alikuwa akija hapa Uingereza kwa ajili ya jalsa salana, इंतजार करते यहाँ से आते थे। na alikuwa na shauku sana ya kukutana na halifa. ये जलसे में बड़ा Kwa muda mrefu aliwahi kuwa katibu wa wasaya katika jumuiya yake kule Karachi. Alikuwa Musi, ameacha mke wake na binti moja na watoto wa kiume 4. Wote wanaishi nje ya Pakistan, katika Australia, Canada na Marekani. Ndugu zake wawili wanaishi hapa Uingereza. Ndugu yake moja bana Sayyid Nasir Shah Saheb ambaye ni in charge wa rishtanata katika Uingereza. Mwenyezi Mungu amghofirie na amrehemu na awapatie subra watu wa familia yake na waweze kuendeleza mema yake. Amin. दे उनकी नेकियां जारी रखने की तौफीक अता फरमाए।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر